Matthew 28:16-20. My Bible says, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Hallelujah. Verse 19. Therefore, on the other hand, after saying all the above, therefore, go and make disciples of all nations. Kama ningelikuwa mimi wewe na Biblia yangu ningeunderline hiyo. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And Jesus said, and surely, can we read that one together? And surely I am with you always to the very end of the age. God bless your word. The great command and commission of our Lord Jesus Christ. After dealing with stewardship for the last 3 months, we now have an opportunity of hearing from the Lord that we can stand up and obey the great command and the great commission of our Lord Jesus. Why am I calling this message the great command and the great commission? I know kama mwanadamu you can be commanded to do something, but when it comes to taking a step is when the commission gets value. Amri inaweza kuwepo. Sasa hii hata tumeambiwa tusitembee masaa ya kafi. But sometimes people wanatembea hata beyond those hours. Na wanasafiri hata beyond those hours sometimes. When it goes that way, the command is there, but the commission bado. That is why unaona wakati mwingine our president anasimama na anasema ninamaanisha curfew masaa fulani mpaka saa, which means it has to be implemented. You have to make sure that the order imeingizwa kwa utekelezaji. Wakati Yesu anaongea hii maneno, it was a command, but he wanted the church to gain the authority to also make sure it is put into practice. Glory Baptist Church, as we start the 3 good months on evangelism and mission, the Lord is saying the command is there. Hallelujah. Now no one can give any other command like him. Yeye ni Mungu. Nitakuonyesha soon in Jeremiah yeye ni nani. But anasema as much as nimepeana the command, ni rahisi sana uingiliwe na udhaifu wa kutotii. Please also understand, you have to follow the command itself. The expectation of our Lord Jesus Christ from his children, like us, the Glory Baptist Church, it is clearly revealed in these scriptures that we have the great command and we have the commission. I am taking the words of Apostle Matthew kwa sababu yeye aliona Yesu na picture nzuri sana. Wengine walimuona Yesu na nafasi yao, but Matthew saw Jesus as the Messiah, as the King of Kings, as the Lord of Lords. So from the tax collecting, yeye alikuwa mtoza ushuru ambaye Yesu alimwambia tu follow me, na akawacha kazi yake ya tax collector na akaanza kumfuata Yesu. Alikaa pamoja na yeye, alimsikiliza Yesu, na dakika ya mwisho 60 to 65 after the death of Jesus, he writes hii gospel tunasoma inaitwa the Gospel of Matthew, and it was written direct to the Jews. That is why leo hii ukihubiri from, or if you open the book of Matthew, lazima uelewe haikuandikiwa wewe, haikuandikiwa watu wa Eldoret, iliandikiwa Wayahudi. And that's why we need the gift of interpreting it into our days, na tuone inasema nini leo. And that is work. Praise the name of Jesus. So Matthew writes and says, this man Jesus aliniita, nilimuona, alikaa na mimi,
Miaka mitatu nilitembea na yeye. I heard from him. Praise the name of Jesus. And now I say exactly in writings what he said. When he was going back to heaven, he said, all authority on earth and in heaven has been given to me. Jesus said so. And in the same authority, I bring the same to you. Kwa sababu mmenisikia na mmeokoka na mmenifuata kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, the same authority Jesus gave to his followers. Na akasema in the same authority, also move forward, also go and make disciples of all nations. Praise the name of Jesus. They began from Galilee. The Bible says clearly, na ukiangalia maandiko yanasema wakati ambapo unajua when Jesus rose from the dead, alipotoka kabrini, alikuwa na siku 40 dunia hii. Akitembea, kutia wanafunzi wake nguvu, kuambia kwamba nimefufuka, hizo nyakati zenye Thomas anashika mikono, akisema kweli you are Lord and God. In fact, Thomas aliposhika kwa alama za Yesu na akasema hiyo maneno, alitoka moja kwa moja kwa miguu yake na akaanza safari. Hakuwahi simama. Alienda kwa miguu from Palestine all the way mpaka India. Huko ndio kwenye Thomas alikufia, akiambia watu Yesu ni Bwana. Yesu anaokoa na Yesu anabadilisha. The Bible says after hearing from him, they obeyed him. Wakaenda Galilee. Walienda Galilee kufanya nini? They went to Galilee to pray. The next 10 days after 40 days of the resurrection, wanafunzi wakufanya lingine. Walienda upper room na wakakaa hapo wakiomba, wakisema Mungu, mambo haya tumeyaona, mambo haya tumeyasikia, na kweli umetutuma twende. Hatuna uwezo na hatuna nguvu ya kuhubiri pasipo wewe. Day 1 ikapita, day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Day 10 ndio ilileta ile inaitwa the 50th day after resurrection. And the 50th day ndio inaitwa the day of Pentecost. Do you know what happened on the day of Pentecost? The day of Pentecost, the book of Acts chapter 2 verse 1 to 15 records, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Where? In Galilee. In the upper room. They were all in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Hallelujah. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. That is Pentecost. Kila mmoja akaanza kuongea jinsi Mwenyezi Mungu na jinsi Roho Mtakatifu aliwawezesha. Verse 5 records, now they were staying in Jerusalem. This is now historic. God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in a bewilderment because each one had their own language being spoken. And again, church, last month I was talking about being in a position to overcome false teachings. You need to understand what is happening here. I've heard the church today singing, fire, fire, fall on me. As the day of Pentecost, fire follow me. The day of Pentecost was an event, and it was a historical event to reveal kile kilikuwa kimengojwa for so many years. In the book of Joel, Joel aliona Roho Mungu akishuka na akiingia kwa watu wote, on all flesh, na akisababisha watu kupata nguvu mpya. So what is happening here ni activity ya kuconfirm na kuthibitisha Joel was a true prophet of God. Kanisa, what does this mean? Huwezi kaa leo 21st century ukisema fire, fire, fire as the day of Pentecost fall on me. Hiyo ni uimbaji ambao hauelewi neno la Mungu. The day of Pentecost imeshapita. The church today needs to walk, needs to move and operate in the power of the Holy Spirit. Nimeshasikia, unasikia mhubiri anasema
ati huyu hana roho. Hata wengine they grade churches ati kuna kanisa halina roho. Kama si roho unafikiri naweza hubiri injili hii? Kama sio roho unafikiri naweza kuambia nakwambia? The Holy Spirit is full here. That is why I'm telling what I'm telling you. Na njia ya kupata Roho Mtakatifu sio hizo vituko vyenye huwa mnafanyiwa. Ati mnaroli chini, mkitema mate mfani. No! The Holy Spirit, amini Yesu na umpokee kwa maisha yako. Wakati Yesu anaingia kwa maisha yako, Mungu Baba anaingia, Mungu Mwana anaingia, na Mungu Roho Mtakatifu anaingia. Hallelujah. And that is the word of God. Sasa ni kazi yako kuendelea kutii Roho Mtakatifu, kuenenda katika roho. Unapoenenda katika roho, unapokataa kutimiza tamaa za mwili, Galatians chapter 5, ukisoma verse 21-22, unaachana na tamaa za mwili, unajitahidi kuenenda katika roho. Tunda la roho linaanza kufanya kazi kwa maisha yako. Na ukiangalia ndugu, unamuona ndugu anayetembea kwa roho, ndugu anayefanya mambo katika roho, Mungu ambaye anajua kuwaleta watu in the spirit. That is how the Holy Spirit works. Bwana asifiwe kanisa. So ukisikia leo ni ibada ya kupokea Roho Mtakatifu, hiyo ni mazingaombwe. Hizo ni story. You can receive the Holy Spirit even now. How do you receive him? Receive Jesus. Jesus, where there is Jesus, there is God the Father, and there is the Holy Spirit. The Trinity of God. Hallelujah. Maisha mengine ni wewe endelea. The more unamtii Mungu, the more unapenda kufanya kazi ya Mungu, the more neema ya Bwana inaenda ndani ya maisha yako. I always celebrate so many people here. I was telling Pastor Chris the other day, alikuwa hapa. Nikawa namueleza, leo hii you can see our first deacon akitubariki katika giving. But niulize baba, mwenye alianza safari na yeye. Na nikawa namwambia leo hii ninapokaa chini, akinipea neno about giving, I just thank God. Because the more ameendelea kujipeana kwa Mungu, the more ameendelea kumtii Mungu, the more ameendelea kufuata njia za Mungu, the more our deacon is going up and up and up. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo ya Mungu yanaenda hivyo. The Holy Spirit came. So the Bible says those people who were around there, walishangaa. Verse 7 of Acts, I'm still in Acts. They were utterly amazed. Verse 7, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Can you see what happened during the day of Pentecost? We are hearing them in our native language. Yani kama ingefanyika Kenya, tungesikia Mkale akihubiri native language. Tungesikia Mluya akihubiri vile dada ameimba hapa. Umesikia dada akiimba hapa? Na alipoimba wenye walisikia zisikia ungana native language. Tungesikia Mkisii, Mkikuyu, Mmasai, kila mtu wa Kenya akiongea katika native. That is the event ambayo ilitendeka during the day of Pentecost. Najua unaweza kuwa na swali. What about speaking in tongues? Glossolalia in Greek. That is another ministry. A gift of the Holy Spirit. I'm not there. I'm saying the event that happened during the day of Pentecost. Every person heard from their own native language. If you want to see it, it is what I'm saying. Verse 8. The Bible says, how comes that each of us hears them in our native language? Parthians, verse 9. Medes, our jamaa wa Asia. The Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. Verse 10. We had even Phrygia, Pamphylia. I thank God that even Africa was represented. Egypt was there. And the Egyptians had the language of the gospel. Praise the name of the Lord. Unajua Egypt ikitajwa ni sisi sote tuko ndani. Hallelujah. Hata sisi tuliakilishwa siku ya Pentecost. And we had and all parts of Libya. Amen. Kwani Libya iko India? On this continent. Siliwaambia last Sunday. Hapa. Even Libya, in fact, Africa peke yake ndio tuliakilishwa na mataifa mawili. Wengine walikuwa moja, Egypt and Libya. They were there. They had everything. Near Cyrene, visitors from Rome, both Jews
and converts of Judaism, Cretans, Arabs were there. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed. Yani wameshangazwa na wametetemeka na wameshtuka. They ask one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. Hakuna pombe hapo. Then Peter stood up. Hallelujah. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. What is the meaning of Pentecost? When you are spirit filled, huwezi kwenda kaa chini, you will let people know the truth. Praise the name of Jesus. He stood up and said, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk as you suppose. It is only 9 in the morning. Evangelism and mission sometimes itatufanya tuonekane kama watu atueleje tunafanya. But it is because you cannot continue holding this truth. Lazima ufikishe kwa watu waweze kuelewa. God gave Jesus authority over heaven. Na akamwambia go make disciples. Now, I'm just getting to where I'm supposed to be now. Bwana Yesu asifiwe. The great command and the great commission. It is given na imepeanwa kwetu. I want you to see this God ambaye Yesu anasema kwa mamlaka yale akisema Mungu ambaye amenipa mamlaka na nawapatieni mamlaka. Sio Mungu kama miungu mingine. Ni Mungu na ni Mungu na ni I am. Jeremiah 23 verse 23 to 24. He says, am I only a God nearby? Declares the Lord. And not a God far away, who can hide in the secret places so that I cannot see them. Huyo ndiye Mungu, nazungumzia wana wa Mungu. Declares the Lord. Do not I fill heaven and earth, declares the Lord. There is no way we can fulfill the command and the commission of our Lord Jesus Christ without the following steps. Number 1, all believers are to obey and make disciples. Thank you for that good amen. I repeat it again. All believers are to obey and make disciples. Hatujaitwa kwa jambo lolote, brothers and sisters. Kila muumini ni sharti atii na aweze kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Bwana Yesu. This is the very first and foundational way of proving that Jesus is indeed Lord and Savior of our lives. You cannot stand and say Yesu ni Bwana ilhali unamuonea aibu. Hauambii wengine uzuri wa Yesu. Leo hii one thing that I know, ndio sababu ninapenda meza ya visitors. Ninapokutana na wageni hapa kila Jumapili, moja wapo ya jambo hufuata ni kwamba umekujaje Glory Baptist Church. And let me tell you, I hear good testimonies every Sunday. About 98% ya mgeni yeyote anakuja Glory Baptist Church ameletwa na mgeni. Utasikia ana mention fulani ndiye amefanya nimekuja church. Fulani ndiye amefanya nikakuja. Fulani 98%. Sijui ni 1% na hiyo nyingine sijui ni aje. 1% in fact kwa mwaka huu ni mmoja tu ndio nilikujaje, ingaja niliambia alikuja peke yake, but still nilipofuata nilipata kuna ule alifanya akakuja. Watu hawaendi tu kanisa, wanahitaji mimi na wewe tuwasaidie waende kanisani. That is why kama Wakristo lazima tuishi vizuri, tuhubiri injili kule tulipo, kwa sababu all believers have to obey and make disciples. Praise the name of Jesus. Amen. Hii ndio hatua ya kwanza. The Samaritan woman in John chapter 4. If you read John chapter 4 utapata the Samaritan woman ambaye alikutana na Yesu na Yesu akamwelekeza katika maisha mapya. Mama ambaye alikuwa hajielewi, anasumbuka katika maisha, anafikiria labda wanaume ndio wanaweza patia yeye utulivu, anafikiria labda sijui ni nini, hakupata utulivu, akakutana na Jesus Christ. And Jesus brought peace in her heart. Maisha yake alipopata amani, John chapter 4 verse 39 to 42, the Bible says she ran to her city in Samaria.
Now the Bible says many of the Samaritans from that town believed in Jesus Christ because of the woman's testimony. It is our responsibility kuwawezesha watu wamjue Bwana Yesu. Sisi ndio tutaleta watu kwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Tusiruhusu yale maneno huwa yanasemwa, unakuta mtu anaangalia Mkristo na anasema Mkristo kama ni fulani, hata mimi siwezi taka kuokoka. Usiruhusu vitu kama hivyo vikasemwa kwako. Wacha isemekane kwamba tumemuona Yesu kwa maisha ya ndugu fulani. Tumemuona Yesu kwa maisha ya dada fulani. Na kwa sababu ya Yesu mwenye tumeona kwa maisha yake, tutafuata huyo Yesu wake. We are the letters to be read outside there. Huyo jirani anakuangalia. Hao watu wa familia yenu wanakuangalia. Last Sunday nilikuambia, jitahidi sana usikue mdeni. Deni linahubiri pia. Jaribu sana kwa vyote vile clear the debts, ili wajue. Unajua hivyo ndio mtu mwenye hajaona Mungu anajua Mungu wako. Anaangaza Mungu huyo huwa anamsaidia. Nitapenda huyu Mungu pia atusaidie. Na mambo mengi yenye unastahili uishi nayo in life, ili uhakisha kwamba unakuwa barua inayosomeka vizuri. The other week I was telling men na leadership yetu hapa, nikaambia kwamba jaribu sana kufikiria maneno unaongea. Na ni afadhali, maandiko yanasema kwamba mtu hata mpumbavu akiongea maneno machache huwa anaonekana mwerevu. Hello Christians, hizo ni ethics za maisha. Usiwe tu mtu akimbelembele kuongea all the times. Sometimes hata mahali watu wanaongea, jaribu tu kunyamaza. Maandiko yanasema utaonekana wewe ni mwerevu. Ama uonaje mtu akunyamaza hata kwa mkutano? Watu wanasema na fulani amenyamaza sana, ongea na wewe kidogo. Na ule kimbelembele anakuwa wewe umeongea sana. Yaani kutaongea sana kunaweza fanya ukaonekana kumbe wewe ni mtu unastahili kuongea. Na mara nyingi ukileta hiyo point watu wanaisikiliza. Wapendwa, yale tunaongea yanasikilizwa na yanafanyika barua ya watu kumfuata Yesu ama kutomfuata Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Take care of yourself. What about Peter's conversion to Cornelius? Mambo yenye Petro alisema kwa Cornelio katika Acts 10:34 and 35. The Bible says then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Praise the name of Jesus. And another thing, church, uwe makini sana. Mungu wetu hana upendeleo. Sometimes unaweza fikiria si saa ya kuokoa fulani, kumbe ndio saa ya kumwokoa. Amen. Unaweza dhania kwamba labda baadaye ndio huyu mtu ataokoka. Usipoteze muda. Mtu yeyote, nitakueleza the analogy behind the words of Jesus. Kwa nini nasema go and make disciples? Nitakuonyesha vizuri. Mtu yeyote anayeonekana karibu na wewe, unaweza poteza muda, kumbe huyo mtu ndio wakati wake wa kumpokea Yesu. So jaribu tu katika kila opportunity yenye uko nayo, introduce people to Jesus Christ. Wape watu nafasi wamjue Bwana Yesu. Yesu, Petro anasema nimegundua kwa Cornelius, wakati huo wokovu ulikuwa tu kwa Wayahudi, ulikuwa hujaenda kwa watu wengine. Anasema nimegundua Mungu hana upendeleo, anawaokoa watu wote. He accepts every nation, the one who fears him and does what is right. We are to go obediently and make disciples, whether it is next door or to another country or even to another place. Bwana Yesu asifiwe. Can I give you some truth? Ile watu wanasemanga naked truth. Unajua kwa mfano kama haukuwahi kanyaga taifa lingine lolote. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Unajua dunia hii ni kubwa, ina mataifa mengi, sawa? Ukienda hii barabara unaweza pata Uganda iko hapo kivuka kidogo. Tanzania you can go through here on the other side. Ukienda upande ule kono utapata Somalia. The world is full of so many nations. You know this, you learned in geography. Let me tell you, unaweza kuwa school visits, zile visits za shule, haikukufikisha kwa taifa lingine. The Great Command and the Great Commission. Somebody say good yes here. The Great Command and the Great Commission inaweza kukupeleka taifa lingine. Why? Go make disciples of all nations.
Inaweza. Siku moja nimetembelewa na my dear sister-in-law Tabitha kwa ofisi. Na tukawa tunapiga hadithi, nikawa nimesahau kitu ya zamani. Kanisa hili lilikuwa si miaka 3 hivi. Ya zamani. Akaniambia, "Pastor, unaweza kuwa ukumbuki. Unajua umeshanipeleka Uganda." Nikasema, "Lini?" "Ulinipeleka." Nikasema, "Hey, I remembered one day. Nyinyi ndio mlikuwa washirika wangu, niliwapeleka kweli Tororo." Another thing she told me, "Do you know?" Sijaenda kwa mahali pengine. The Great Command and the Great Commission imekupa permission ya kuingia all over the world. Take it and may the Lord help you. Amen. Understand it. Let it be yours. Let me tell you, ukiwa na agenda ya kumpeleka Yesu, hakuna mahali huwezi ingia. Utaingia kila mahali. Ama mnataka example? Nimewapa Tabitha. I am another example. I am another example. Nafikiri nitaanza kuorodhesha taifa ya the Great Commission. The Great Command and the Great Commission allows you into nations. Amen. Hallelujah. Amen. Kifuata watu wenye wamesafiri mataifa ya ngambo, watakwambia changamoto zinakuanga sana, especially kwa kitu kinaitwa visa. Ikifika ndio upewe visa kuingia taifa la wengine. Hata Tanzania, uliona juzi rais wetu akisema it is free. But unaweza fika mpaka wa Tanzania kama huna kitu kinaitwa barua ya mwaliko, hauvuki. Anakuambia unaenda wapi? Tuonyeshe je kinaonyesha unaenda wapi. Hauvuki. Utaona kuambia tuonyeshe unaenda. Visa. My first time kwenda katika kwa visa ya usafiri. I remember vile watu walikuwa wameongea, vile wanalinganisha mataifa kama heavens. I went into one embassy. Na nikaingia ndani na nikaulizwa kwanza sheria zote hata nilikuwa nimefail. Wanasema ustahili kukuja kwa hii embassy yetu na pesa kwa mkono, solid money. Mimi nimeweka pesa za visa kwa mfuko. Picha ya kupiga kwa passport iko special kila taifa, nimeona. I saw kila taifa na picha yao. Mimi nilikuwa nimepiga studio ya Eldoret passport ya pesa kidogo ya kuweka kwa visa. Hiyo peke yake imetosha kuambiwa disqualified. I remember nikapeana my documents, zikasonga. And I'm not seeing the payment receipt here. Kaambia hiyo ndio nini? You need to be happy. Kaambia I don't have the payment. I have money. We don't receive money here. We need a receipt. Kaambia, where is it paid? Here in Nairobi, you can go there and pay this. Of the places I mentioned 3, ninajua moja. Nikasema, do you allow me to go and pay? Sema, yes, go and pay. Nikatoka nikafungua mlango wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4. Nikaingia matatu. Nikaenda nikalipa. Nikakuja. Nikafunguliwa. Saa hiyo watu wanalia hapo nje. Ndio nilijua kumbe watu wanaoteanga kwenda ng'ambo ni kama wanaenda mbinguni. Pata hapo jamaa. Nasema yani wewe kunaendaje? The Great Commission. The Great Command. Nikapita tena nikaingia. Sasa ile niruka hiyo ya payment receipt inafika kwa picha. Who told you this is a type of passport that is needed in such like passport? Sema, I don't know. What I know, this is the passport. No, our passport has a special passport picture. Where is it taken from? Outside there, you can go there and ask, you will be told. Nikatoka. Tena door 1, door 2, door 3, door 4. Nikapiga the required piece. Thank you, Pastor, for praying for me. Yeye alikuwa ananiombea tu huko nje. Hawaruhusu mwenye aende kwao. Nikapiga.
Nikakuja, ikafunguliwa. Ilipokaguliwa kwenda pale mwisho naitwa hivi naambiwa kwamba your visa is approved. After 10 days, tell us, unataka kupick from where? Nasema because I'm in Eldoret, I can pick it from Nakuru. Ambiwa utapata passport yako na visa yako ready in Nakuru. The Great Command and the Great Commission can take you to nations. Yes. Asante kwa your good yes. Go make disciples of all nations. Be obedient and go. Praise the name of the Lord. We are all evangelists. The Lord has formed us as evangelists. We have all received the gift of helping others to come to Jesus. The very moment you receive Jesus, you can also help another person to come to Jesus. Hii neema hauna tu iwapo haujaokoka. And that's why Jumapili kama ya leo, you can give your life to Jesus. Na upate kibali cha kuleta watu kwa Yesu. Finally, all believers are to make disciples of all nations. Hallelujah. Did you hear that? Yes. All believers are to make disciples of all nations. Amen. Ni injili peke yake ndio nimeshangaa. Yesu akiamua hata mtu mwenye hajaenda shule asikie, huwa anampa neema ya kusikiliza. Brothers and sisters, Mungu akifungua njia muende hii biashara mmeanza kwenda kwa mataifa, mara ni Dubai, mara sijui ni India, mara ni Turkey, mara ni wapi. Our president anafanya kazi nzuri sana ya kufungua Kenya kuwa rafiki wa mataifa yote ya dunia hii. Please, when you go there, mention Jesus to those people. Amen. Because one of the calling tumeitwa ni watu wote wafanywe wanafunzi wa Bwana Yesu. Amen. Usifika huko ukachotwa na shughuli za biashara peke yake. Remember to mention them to Jesus Christ. Amen. Walk even with the gospel tract. Hallelujah. Wape hata gospel tract wasikie injili. Wenye kusoma wasome. And let me tell you, mwana wa Mungu, ukiwa na hiyo mawazo, the Lord is taking you far. Amen. Again, I want you to hear this. I'm not saying the Lord will take you far. I'm saying the Lord is taking you far. Amen. Kama utachagua kumtii Mungu, the Lord is taking you far. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Nimeshangaa wakati wa Tanzania wanaendelea kuambia kwaya yetu iende celebrate now Jubilee. Wamenikumbusha wakasema, na kuna mmissionari mmoja alikuwa ni kama mama shosho hivi, mtumishi wa Mungu, hata huyo ukituwekea tu kwa mpaka akuje tutafurahi. Unajua anasema nini? Mwinjilisti Milka. Nini alipeleka Tanzania? The good news of our Lord Jesus. Watanzania wanakutaka Milka, upeleke injili. Because injili inatakana na watu wote. Jina la Yesu lipewe sifa. I conclude by saying, if you get hold to the Great Commission and the Great Command, the Lord is taking you far. You are in a position to go to the east, to the west, to the south, to the north, to bring glory and honor to Him. All people on earth are to be given an opportunity to hear the saving gospel message of our Lord Jesus Christ. All people, wawe ni watoto, wawe ni wazee. Then the disciples were to be baptized. How watu wakishasikia injili wabatizwe na wakaribishwe. What is baptism? When a person is baptized, na ubatizo wa Agano Jipya, kanisa la sasa pia unisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa Agano Jipya sio kupakwa misalaba. Ubatizo wa Agano Jipya sio kupitishwa kwa vitambaa vya bendera, no. Ubatizo wenye Yesu alizungumza na kinywa chake ni being immersed into the water. Kuzikwa ndani ya maji na kutoka ndani. What does this mean? To be baptized. A believer is baptized in Jesus Christ so that his or her submission to Christ can be reflected. When you do that, unapeana opportunity ya your submission to Jesus kuonekana. Remember, in all that I've mentioned, nimetumia neno obey, obey, obey.
Na ukiangalia hawa wanafunzi, it was obey, obey, obey. One way Mkristo akisha okoka, ili aonyesha kwamba I submit totally and fully to Jesus Christ, ni ubatizo. Hata iwe ni maji ya kisima, ni maji machafu, ni maji gani, kuingia ndani na kutoka. Tuulize wainjilisti vile huwa tunabatiza watu kwa desert. Tukienda kwa desert penye hakuna maji, sio lazima tubatize kwa maji. Lakini tunaorganize ibada ya ubatizo. Tunafundisha watu ubatizo nini deacon. Tunawazungumzia vile huo unafundisha, na tukisha maliza hiyo tunaandaa ibada ya ubatizo. Na tunawaleta mahali ambapo tunaambia ni kama maji, lakini si maji, ni desert maji kwa hapo. But hapo yule mwenye amesubmit to the authority of Jesus, tunamuinamisha hapo kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, na tunamwamsha tena na amebatizwa. Kwa nini? Maji haiokoi. Anayeokoa ni Yesu. Lakini hili ni tendo la kuonyesha kwamba I submit to the authority of Jesus. Kwa hivyo mwana Glory Baptist Church, kama hujaibatizwa ubatizo huo, ujue sio dini, si kanisa, ni Kristo hujajipeana kwake. Na jipeane kwa Yesu, kwa sababu pia injili tunayohubiri ni kwamba Yesu anarudi hivi karibuni. Akupate umejipatiana kwake. Praise the name of Jesus. Na hiyo deacon inanifanya niwaze a quick baptism. So let me see what comes after this. When you get to be baptized in submission to Christ, it is a willingness to live God's way and identify yourself with God's covenant people. Njia ya kuonekana wewe umeshikamana na watu wa agano la Mungu ni baptism. Wote walibatizwa ubatizo moja, waliweza kubatizwa na Roho moja, na walibatizwa katika kanisa moja inaitwa the body of Christ. Wote wameingia katika covenant moja. If we refuse to serve the King faithfully, we are disobeying God. It's not even people. We are disloyal subjects. We are only fit to be banished from the kingdom. Dini itakuacha ukwepo, but you are not of the kingdom. We must make Jesus king of our lives and worship him as our Savior. What am I saying, brothers and sisters, in conclusion? I'm saying the great command and commission of our Lord Jesus Christ requires that all believers obey God. Hallelujah. Na hii go yenye iko hapa ni continuous tense. Manake neema ya kwenda umepewa. Hata saa baada ya ibada utaenda. Utaenda tu. Amen. Hata uwe kiwete utaenda tu. So Jesus is saying, as you are going, imagine hata leo ukitoka hii church, unastahili usaidie mtu mmoja asikie maneno ya Mungu. So, all believers obey and go. All believers obey and make disciples. All believers obey and go and make disciples of all nations. Let us stand on our feet. I want us to sing the song Yesu nakupenda. Na hiyo tu ndio maneno unaweza kumwambia Yesu, ninakupenda.